mambo yafuatayo. Yesu ni Mungu. Huyu Yesu ni Mungu, lakini alikuja akazaliwa na mwanamke na akakaa katika kuzaliwa kwa hali ya umaskini mkubwa mno, ambao wengi tunawaona maskini, lakini hawakuzaliwa kama alivyozaliwa Yesu. Yesu alizaliwa kwenye hali ya umaskini sana. Biblia inasema akalazwa kwenye hori la kulia ng'ombe, kwenye kachombo ka ng'ombe wanachokewa chakula wanakula. Akaenda akawekwa hapo katikati ya zizi la ng'ombe. Alizaliwa kama maskini kabisa, alizaliwa kama duni kabisa. Kwa namna moja au nyingine, ingekuwa leo ndio Yesu anazaliwa kwa kanisa la leo, ingekuwa ngumu sana kuamini kwa sababu ya namna alivyotokea. Alitokea mtu aliyekataliwa, lakini yeye ni Mungu mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya kuyafanya hayo yote ni kumtafuta mwanadamu aliyetenda dhambi aibebe hatia ya mwanadamu. Kuna damu za aina nyingi. Mwanadamu wana damu, wanyama wana damu, lakini damu ya Yesu haifanani na damu zote. Kwa nini? Kwa sababu hata mwili wa Yesu Kristo haukuwa muunganiko wa mwanadamu wa kiume na wa kike. Kwa hiyo mwili wa Kristo Yesu na damu ya Kristo Yesu ina uungu wa uwezo wa kutakasa maovu. Lakini Mungu huyo alikufa na akafufuka ili wewe usife, ili wewe usitende dhambi. Kwa hiyo makini sana kuiamini damu ya Yesu, ujue kwamba Bwana alitumia gharama kubwa. Hebu nisikilize, yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni Mungu wa miungu, yeye ni mtenda miujiza, yeye ni muumbaji, ni mtenda maajabu. Biblia inatamka juu ya habari ya huyu Mungu, kuonekana kwake kwenye majabali huwa yanapasuka, yanayeyuka. Huyu Mungu anaposhuka kwenye milima inatetemeka. Ni Mungu mkuu kuliko miungu, lakini aliwekwa msalabani, akateswa na akafa. Ni upendo usio wa kawaida wa Mungu kumpenda mwanadamu. Unajua watu hawaelewi, Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu. Kwa teso alilokuwa analipitia Yesu, Mungu alikuwa analiona, na Mungu lilimgusa teso hilo pia. Elewa haya, kwa maana Yesu ni Mungu. Vinginevyo ukatae Yesu sio Mungu. Lakini kama Yesu ni Mungu, basi ujue msalabani pale ulipokuwa unapaona Yesu alipokuwepo, Mungu alikuwepo hapo. Mimi na Baba tu moja. Baba yu ndani yangu na mimi ndani yake. Haikuweza kugawanyika hata mara moja. Hakusema nikienda msalabani Bwana atakaa mahali. Kuna sauti ya Yesu ilikuwa ikisema na Baba, na kuna sauti ya Baba ilikuwa ikisema na Yesu. Maana Baba yu ndani ya Yesu na Yesu yu ndani ya Baba. Kwa hiyo mateso aliyopitia msalabani Yesu, Mungu aliyapitia akiyaona, lakini alikuwa anamtafuta mtu mahali hapo. Tutende kwa uaminifu sana katika maisha yetu ya wokovu, kwa maana wokovu ulimgharimu Mungu kumtafuta mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tujifunze juu ya maono, ndoto na mafunuo. Hayo ilikuwa ni maneno ya kwanza tu kuelewesha kidogo. Sasa maono, ndoto na mafunuo, haya ni macho ya Bwana na ni macho ya kanisa. Ndoto ni jicho la Bwana kwa mwanadamu. Maono ni jicho la Bwana kwa mwanadamu. Mafunuo ni jicho la Bwana kwa mwanadamu. Hivi vitu vikikosekana kwa kanisa, vikikosekana ndani ya mtu, huyo mtu hawezi kuwa hai. Niamini haya maneno. Huoni, hufunuliwi. Ni rahisi kutenda dhambi, ni rahisi kuchukuliwa na upepo wowote, kwa sababu huna kitu kinachokuambia mambo.
lazima mtakatifu awe anaota ndoto. Hivi ni vitu muhimu, kwa sababu ndivyo vinavyozungumza na maisha ya mtu. Mungu anatumia ndoto anasema na mtu. Mungu anatumia maono anasema na mtu. Mungu anatumia mafunuo anasema na mtu. Njia hizi zikififia ndani ya mtu, njia hizi zikifa ndani ya mtu, mtu huyo anakuwa kama mfu, anachukuliwa na upepo wowote, anafanya yoyote, kwa sababu hana uungu unaweza kumsaidia ndani yake. Bwana akupe neema ya kuota ndoto na kuona mafunuo. Amen. Pokea hii neema kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya. Kama hakuna ndoto, hakuna maono, hakuna mafunuo, ni ngumu hata kanisa kuwepo. Ni ngumu. Kanisa ni watu walioamini Bwana na waliojitakasa, sio majengo na makusanyiko ya watu wengine. Kanisa ni watu waliojitakasa na ni watu waliompokea Bwana na ni watu waliomaanisha kwenda mbinguni. Hata wale wawili ndio kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama kanisa lipo mahali halina mafunuo, halina ndoto, halina maono, maana yake lina shetani amekaa ndani ya hilo kanisa. Kazi ya shetani ni kuzuia maono ili usione yajayo na usimjue Mungu. Kazi ya shetani ni kuharibu ndoto ili Bwana asiseme na wewe. Milango ya ndoto anapoifunga, hutajua hata Bwana anapotaka kusema na wewe. Hata akisema utaelewa, kwa sababu umefungwa kwenye fahamu ya ndoto. Utaona lakini utajua kwamba umeona maono ya Bwana. Umefungwa ili usiweze kusikia Mungu anasema nini. Na watu wa aina hiyo ni watu waliobeba dhambi. Ukiwa kubeba dhambi huwezi kufungwa kwenye ndoto, huwezi kufungwa kwenye maono. Kama itazuiliwa maono, lakini ndoto utaota tu. Mafunuo utakuwa nayo tu. Unaongozana na mtu, lakini njiani ghafla unasikia sauti ya mtu ndani inakufunulia kwamba huyu mtu si mtu wa kawaida. Huyu amejiunganisha na Freemason. Huyu asikupe chakula ukala. Huyu asikupeleke nyumbani kwake. Huyu ni mtu aliyelia mabaya. Ni kijana wa kiume na wa kike mnaongozana. Roho chafu anapoingia kijana wa kiume kumtamani yule kijana wa kike, roho wa ufunuo ataingia ndani ya mtoto wa kike kukwambia huyu ameshabadilika. Huyu usijiexpose kwake kama jana. Tayari kuna roho ya uchafu imeingia ndani yake. Kama huna roho za mafunuo za namna hiyo, maanguko yatakuwa mengi kwenye makanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji ili tukue kiroho, tuweze kutembea na mafunuo na maono na ndoto. Hivi ni vitu muhimu vinavyoweza kulinua kanisa likakua. Bwana asifiwe sana. Leo nataka tuangalie faida za maono, ndoto na mafunuo, lakini tutasoma tu mistari michache. Faida, kila kitu anacholeta Bwana kinakusudi. Kwa ndoto zina faida zake, maono yana faida zake, na mafunuo yana faida zake kwa kanisa. Sasa tuangalie kidogo tusome Matendo ya Mitume sura ya 5. Mchungaji alishazungumza habari za mtu mmoja jina lake Anania na Safira. Nataka turudilie, tusome, tuone ni nini imekuwa faida ya Petro kuona kitu ambacho Anania na Safira walikifanya. Tusome hapo. Nasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Matendo ya Mitume 5:1. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia wasili sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, aliweka miguuni pa mitume. Ndio. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia wasili sehemu ya thamani ya uwanja? Ilipokuwa kwako alikuwa mali yako, na ilipokuwa imekwisha kuja thamani yake alikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Pigie Yesu makofi, maana tosha. Petro hakuwa pamoja na Anania wakiuza uwanja. Petro hakujiwa na mtu kumwambia kwamba Anania ameuza sehemu, ameficha. Lakini roho ya maono au mafunuo, ndoto zilimpelekea Petro kujua tabia ya Anania na Safira.
wamchao Bwana wakawa hawana roho ya mafunuo, roho ya maono na ndoto havipo. Maana yake mbegu aliyotoka nayo Anania kule ingekuja kulinajisi kanisa. Baada ya miaka 10 kanisa lingekuwa lina waovu kama Anania. Piga Yesu makofi. Sijui kama utaelewa, lakini ndio hivi kwamba kwa nini Anania alikufa. Mungu huyu mwenye uwezo wote, kwa nini alimfanya Anania akafa? Kwa sababu aliona kundi hili linalotengenezwa kuzaliwa kwenye kanisa litalifisha kanisa. Hebu sikia mtu wa Mungu, shetani hafanyi kazi bila malengo. Haya yalikuwa ni malengo kwamba nimpate dhaifu mmoja, niingie ndani yake ili nikalipotoshe kundi baada ya miaka 6. Shetani ana akili. Mungu anamchukua mtu mmoja na anamtengeneza ili akawe mbegu kwa wengi, na shetani naye anaweza akaokota mtu mmoja akamtengeneza akawe mbaya kwa wengine. Kwa hiyo roho ambayo ilifanya kazi kwa Petro ni mafunuo, maono, ndoto ya kumtazama Anania akiwa mbali na kuangalia misheni ya shetani ambayo ilimwingia Anania akaizuia. Nguvu ya maono inaweza kulisaidia kanisa likaimarika. Haleluya, haleluya. Angekuwa hana maono, hana ndoto, hana mafunuo, Mungu hayuko karibu naye, maana yake angeanza kulea kanisa lenye upotofu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo faida tunayopata hapa, kufunuliwa. Unajua nilikwambia kufunuliwa sio usikie sauti. Watu wa Mungu, sio uone ndoto, sio mafunuo. Mungu anaweza akasema tunawewe kwa tabia ya mtu huyu 1 2 3 4. Basi huo ni ufunuo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Petro hapa hatujui aliota ndoto, kufunuliwa kwa ndoto au kwa hiki nimesema au maono. Lakini jibu ni hili, alitembea kwa maono ili kulitunza kanisa. Bwana akupe neema kutembea na maono ili kutunza kilichoko ndani yako. Unahitaji kuona, unahitaji kusikia sauti ya Mungu, lakini pia unahitaji kupewa mafunuo ili kitu chako cha ndani kiimarike. Mafunuo, maono na ndoto ni lazima. Vikipungua hivyo kwenye maisha ya mtu, huyo mtu anakuwa vuguvugu na anaanguka. Hatari ambayo imetokea hapa, Anania kama angekuwa ana maono na ndoto, angeonyeshwa kinachoenda kumtokea. Angerudia njiani, akamkuta Safira akamwambia tunaenda kufa. Tunaenda kufa. Lete na hili kupeleke. Kwa kuwa alikuwa mfu, hakujua kinachoenda kumtokea. Kadhalika Anania anakufa, Safira anaenda hajui. Ona hatari ya mtu asiyeona maono. Ona hatari ya mtu asiyeona ndoto. Ona hatari ya mtu asiyeona mafunuo. Anaweza kutumbukia kwenye mtego wa shetani na akamezwa akaisha. Usiwe wewe kwa jina la Yesu Kristo. Tuangalie tena Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 10 mpaka wa 16. Tuangalie tena hapa faida za maono, ndoto na mafunuo. Amen. Tusome kwa jina la Yesu. Matendo 9 mstari wa 10 mpaka wa 16. Imeandikwa, ndio, basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia itwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso. Bwana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Naye amemwona mtu kwenye maono au ndoto au mafunuo, mtu jina lake Anania anakuja kumsaidia kwa ajili ya msiba uliompata. Endelea mtumishi wa Mungu. Mstari wa 12. Naye alimwona mtu jina lake Anania akaingia kwake na kumwekea mikono apate kuona. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi wabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wa kulitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukua jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yaliyo mengi atakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Pigie Yesu makofi ya kutosha.
Ona faida ya maono na ndoto na mafunuo. Anania kwa sababu ya tabia aliyonayo Sauli hangeshawishika hata siku moja, hangekubali. Bwana asifiwe. Hangekubali kusikia neno hili. Mungu akampokea, akazungumza naye kwa maono kwamba Anania, na kuonyesha haya, na huyu mtu niliyekuonyesha habari zake, yeye ni nani? Ona faida ya maono kwenye kanisa. Kama yuko mchungaji hapa, umepoteza watu wangapi kwa kukosa maono? Anania alikataa, akasema no, siwezi enda, namfahamu mtu huyu. Mungu anapomfahamu mtu sivyo unavyomfahamu mwanadamu. Pigie Yesu makofi. Anania akamfanya mtu yule kuwa mtu asiyefaa wala hata kafaa. Lakini ili Mungu aweze kusema na aweze kumsaidia Anania, akampokea kwenye maono. Akamwambia haya ninayokuonyesha, na huyo ambaye nakutuma kwake anakuona. Bwana akupe macho ya kuona kwa ajili ya wengine. Amen. Pokea hii neema kwa jina la Yesu. Amen. Kuna watu tunaweza tukawadharau, tukaona wasiofaa, tukaona hawezi kubadilika, tukaona ni watu wa mabaladhuri kuliko wengine, lakini Mungu ana haja nao. Amen. Upewe mafunuo ya kumwona mtu na kesho yake. Haleluya. Upewe mafunuo ya kumwona mtu alivyo ambavyo Mungu anamuona. Bwana akupe namna ya kumtazama mtu na kuiona kesho yake ilivyo bora. Mambo haya yanatokea kwa watu waliobeba maono, waliobeba mafunuo na waliobeba ndoto. Hatabadilishwa wala hatageuzwa. Anania baada ya kuona maono yale, hata wangemfuata wakina Petro wakamwambia hafai Sauli kuwekewa mikono, angesema nitamwekea mikono, maana Yesu alinionyesha asili ya mtu. Bwana akupe maono kwa jina la Yesu. Bwana akutumie kwa ndoto kwa jina la Yesu. Kuna watu watawakataa wengine, lakini kwa kuwa Bwana amekupa maono kwa ajili yao, wewe utawakataa kama unavyowakataa wengine. Wao hutaenda njia zao kwa sababu wewe utasema Bwana alinionyesha habari ya mtu huyu. Watawakataa watu wasikae nyumbani mwao, wewe utawakumbatia kwa sababu una siri alizokuonyesha Bwana kwenye maono kwa ajili yao. Bwana akasema na wewe katika maono. Bwana akasema na wewe katika ndoto. Hizi ni njia kuu sana ambazo Mungu huwa anazitumia kuwaelewesha wanadamu. Amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tusome tena tumalizie. Matendo ya Mitume sura ya 10. Sura ya 10 mstari wa 9. Habari hii ni ndefu mpaka 23. Lakini natamani tusome kwa fupi tu. Tusome kwa fupi tu ili tuone na kupa tu faida chache kwa sababu ya muda. Faida za kuona, faida za ndoto, faida za kuona maono ni muhimu. Na Bwana leo atafungua malango ya watu kuota ndoto na kuona maono. Haleluya. Pigie Yesu makofi. Mungu atupe neema na rehema. Tusome maandiko haya. Kitabu cha Matendo mstari wa 9. Hata siku ya pili walikuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuoga. Yapata saa 6 mchana, akaumwa na njaa sana, akataka kula, lakini walikuwa wakiandaa, roho yake ikazibia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kishuka kama nguo kubwa, na teremshwa kwa pembe zake 4 hata nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hao watambao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, akachinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikamwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiite wewe ni najisi. Soma sura ya 10 mstari wa 1 na wa 6. Wewe andika, utasoma mpaka 20, utasoma 23 kuendelea huko. Wewe umeanza sura ya 10 mstari wa ngapi? 9. Wa 9. Sasa nataka usome mstari wa 1 na wa 6 tuunganishe hii habari. Alafu tutamaliza. Mungu atusaidie sana. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Italia, mtu mtaua mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima.
akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi, peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakwambia ya kupasayo kutenda. Pigie Yesu makofi. Haya ni mambo ya Kornelio na Petro. Nimesikia kugua sana, sijui kwa nini. Inawezekana kwa sababu ya kutokuwa na mafunuo na maono, wachungaji wengi wamepoteza na kuharibu misheni za Mungu. Roho Mtakatifu ameugua sana ndani yao. Sikiliza, tunaona mtu mmoja ni mtoa sadaka mzuri. Huyu ako na sifa za mtumishi wa Mungu, tena ametumikia watu kwa fedha zake, lakini mtu huyu haendi mbinguni. Mtu huyu alikuwa amepungukiwa kitu. Hakuna ambaye angemshawishi Petro kwenda kwa mtu huyu. Kwa sababu gani? Huyu mtu alikuwa ni mataifa na hawachangamani na watu hawa wa Israeli. Kwa Mungu wa Israeli ingekuwa ngumu kwenda kwa Kornelio. Watu wa kawaida wasingeweza kumwelewa Petro, lakini Kornelio amemwona mtu mmoja jina lake Petro, akamwona, akamwambia, nenda kwa mtu huyu, nyumba yake iko pwani sehemu fulani, ni mtengeneza ngozi. Huyu atakusaidia ya kupasayo kutenda. Jambo la kwanza kwenye misheni za Mungu, Mungu huwa anamtuma mtu kukamilisha misheni aliyoianzisha. Haleluya, haleluya. Mungu alimwandaa Kornelio, lakini hitimisho la ukamilifu wa Kornelio lilipaswa Petro aongee neno kwa ajili yake. Bwana akupe neema ya kuongea neno ili kukamilisha misheni za Mungu kwa wokovu. Haleluya, haleluya. Kornelio hakuwa na mtu wa kumtamkia mambo yatakayomsaidia yeye kupona. Ijapo aliona maono, lakini maono aliyoona bado yalihitaji msaada wa mtu aliyemwona ili aende amsaidie. Lakini mtu aliyeona maono yale pia alikataa kwenda. Biblia inamwona Petro kwamba alikataa kwenda kwa sababu ilikuwa si jambo rahisi kuingia kwa watu wa mataifa. Kilitokea kichombo kinatoka juu kimebeba vitu na vingine ni najisi. Petro akaambiwa chinja, ule akasema sijawahi. Kuna kitu kilicho najisi. Ukiangalia pale maandiko na maanisha kwamba Petro alikuwa hayuko radhi kwenda kwa mataifa kunena habari za Yesu Kristo. Haleluya. Lakini hii yote ikatokea kwa sababu Bwana alipomwona kupitia maono. Ilikuwa rahisi alipomwona Kornelio kuongozana naye. Bwana akupe maono ya misheni aliyofanya Mungu kwa ajili ya watu, na wewe ukaikamilishe kwa jina la Yesu. Wachungaji tumepoteza watu wengi kwa sababu ya kukosa maono na mafunuo. Tuliwatazama watu sivyo Mungu alivyowatazama, tukawadharau, tukawapuuza kwa sababu hatuna maono ya kuiona kesho yao ni wakina nani. Mungu akupe nguvu ya kuwa na maono na ndoto. Haleluya, haleluya. Biblia inamtaja Petro alienda kwa kujilazimisha, kwa sababu ametumwa na Mungu katika maono. Kuna roho inapoingia ndani yako kupitia maono, inakufanya uweze kufanya kwa ulazima hata kama kuna watu watakuzuia. Tunaona Petro kuna wakati wakakusanyikia, wakamwona, wakimwambia uliingia kwa mataifa, akasema Bwana alinielekeza hivyo. Pewa maono kwa jina la Yesu ili kukamilisha misheni za Mungu. Ndoto, maono na mafunuo vinahitajika. Hebu fikiri kama Petro angekuwa haoni maono, maana yake Kornelio hangepata ukombozi. Hebu fikiri haya mambo. Sauli kama Anania angekuwa haoni maono, maana yake Anania angekaa kipofu siajabu mpaka leo. Na misheni ya Mungu ambayo ilitakiwa ifanye kazi kwa Sauli ambaye ni Paulo isingefanyika kwa sababu mchungaji mmoja ameshindwa kuwa na maono na kuona misheni ya Mungu ndani ya mtu. Bwana akupe neema katika jina la Yesu. Upewe kuona na kufahamu misheni za kimungu kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono na kwa njia ya mafunuo.
inasemaje? Petro alipoenda, ukisoma mpaka 23, wakati anazungumza, ukisoma 23 kuendelea, wakati anazungumza na wakina Kornelio, Biblia inasema ghafla Roho Mtakatifu akawashukia Kornelio na kundi lake lote, na watu wakajaa Roho Mtakatifu. Petro akainuka akasema, hakika Mungu hana upendeleo, aliyotenda kwa Wayahudi amewatenda na kwa mataifa pia. Amen. Lakini sababu ya mafanikio ya misheni ya Mungu kwa Kornelio ni maono aliyoyaona Petro yakamfanya aweze kuelewa. Haleluya. Kuna umuhimu wa kuona maono. Kuna umuhimu wa wewe kuota ndoto. Vitu vyako vingi vimekufa kwa sababu huoni maono. Vitu vyako vingi vimekufa kwa sababu huoni mafunuo. Vitu vyako vingi vimekufa kwa sababu huoti ndoto. Upewe hii neema, na leo tunaomba milango ya ndoto na mafunuo na maono iwe wazi kwa jina la Yesu. Haleluya. Piga Yesu makofi ya kutosha. Kuna watu wameona ndoto, wamefunuliwa katika ndoto, na mambo yao walioyaona katika ndoto yalienda kutimia. Haleluya. Mtu mmoja jina lake Yusufu, na utaelewa ninachomaanisha. Yusufu Mungu akampokea katika ndoto, akaanza kumwandaa kwa atakuwa nani. Mama yake Yusufu akaanza kutembea kwa utaratibu wa kiungu, maana tayari ameona kwa ndoto kwamba mimi nitakuwa nani kesho. Kama utajiona katika ndoto au maono au mafunuo, unaweza ukadharau hatima yako ya kesho. Bwana akupe ndoto, akupe maono, akupe kesho yako itakuwaje katika ndoto, akupe kesho yako itakuwaje katika maono, akupe kesho yako itakuwaje, kesho yako itakuwaje katika mafunuo. Ukitembea ujue mimi ni fulani kwa sababu Bwana alinipa maono ya kesho yangu. Haleluya. Makofi kwa Yesu Kristo. Naomba tusimame tutamwita Bwana. Leo lazima tuombe kwa ajili ya mafunuo. Leo lazima tuombe kwa ajili ya ndoto. Ijapo dakika 10 zitutoshe au 20, lakini kila mtu apaze sauti, amwambie Bwana nataka ndoto zangu. Amwambie Bwana nataka mafunuo yangu. Amwambie Bwana nataka maono yangu. Ninaona madhara ya watu ambao hawakuota ndoto. Ninaona hatari za watu ambao hawakuona maono. Petro asingeona maono, maana yake mambo haya misheni ya Mungu yasingekamilika. Anania asingeona maono, misheni ya Mungu kwa ajili ya watu yasingekamilika. Inawezekana kanisa limeanguka kwa sababu hujaona maono. Inawezekana kanisa limeanguka kwa sababu hujaota ndoto. Inawezekana milango yako ya ndoto ilipofungwa, basi shetani alipata nafasi ya kukuweza. Bwana alipojaribu kusema na wewe kupitia ndoto ili kuijua kesho yako na hatima yako, adui amefunga milango ya fahamu katika ndoto kwenye ulimwengu wa siri. Kwa hiyo unaota ndoto, Bwana anasema na wewe, lakini unaamka umesahau. Malango ya ndoto yatafunguka kwa jina la Yesu. Malango ya maono yatafunguka kwa jina la Yesu. Kuanzia leo utakachoota utakikumbuka. Kuanzia leo ikiwa wote utaanza kuota, na Bwana atatumia milango hiyo kusema na mtu kwa jina la Yesu aliye hai. Ketaya karamo. Bwana anazungumza na watu wengi katika ndoto kwenye Biblia. Mungu anazungumza na watu wengi katika maono katika Biblia. Mungu amesema na watu wengi kwenye mafunuo. Ni njia ambazo ni kuu ambazo Mungu amezitumia. Unahitaji kumwona Bwana kwenye ndoto. Unahitaji kumwona Bwana kwenye mafunuo. Unahitaji kumwona Bwana kwenye maono. Watu wengi wameanguka kwa sababu walipoyaona mafunuo yakawa ya uongo, kwa sababu mafunuo ya haki na ya kweli milango yake imefungwa. Shetani akafungua mafunuo ya uongo. Leo hii makanisa yamejaa uharibifu kwa sababu milango ya mafunuo na ndoto za Bwana imefungwa. Shetani akatawala milango hiyo. Kuanzia leo shetani atatawala milango yako kwa jina la Yesu aliye hai. Piga Yesu makofi ya kutosha. Tutaingia kwenye nyimbo, tutaimba wimbo, halafu papo hapo tutaingia kwenye kumwambia Bwana, nikiwa ninaota niote mambo uliyoniambia wewe, nikiona nione vitu vya haki, nikionyeshwa misheni zako Mungu zinazoweza kusaidia kanisa. Nilisema wiki iliyopita, kanisa lisilo na maono shetani anacheza huko ndani tu. Kanisa lisilo na ndoto